verse 1. Exodus chapter 33 verse 1. Biblia inasema hivi kwa lugha ya Kizungu. And the Lord said unto Moses, depart and go up hence, you and the people which you have brought up out of the land of Egypt, unto the land which I swore unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, unto your seed will I give it. And I will send an angel before you, and I will drive out the Canaanite, the Amorite, the Hittite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite, and to a land flowing with milk and honey. For I will not go up in your midst, in the midst of you, for you are a stiff-necked people, lest I consume you in the way. And when the people heard these evil tidings, they mourned, and no man did put on his ornaments. For the Lord had said unto Moses, say unto the children of Israel, you are a stiff-necked people. I will come up and into the midst of you in a moment, and consume you. Therefore now put off your ornaments from you, and I may know what to do unto you. And the children of Israel stripped themselves of their ornaments by the mount of Horeb. And Moses took the tabernacle and pitched it without the tent, or without the camp, afar off from the camp, and called it the tabernacle of the congregation. And it came to pass that everyone which sought the Lord went out unto the tabernacle of the congregation, which was without the camp. Let's pray. Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wa rehema, tunaomba kwamba Bwana utazungumza pamoja nasi. Mimi ni chombo tu, Bwana nitumie kama chombo chako. Unena neno lako kwa watu wako, kwamba kila mmoja atasikia ujumbe kutoka kwako, ujumbe ya kibinafsi kwa kila moja, sawa na kusudi lako katika Kristo Yesu. Nami Bwana zungumuza nami, niweze kupata ujumbe ya kupeleka nyumbani, ya kutekeleza, hata nami niweze kubarikiwa mbele zako Mwenyezi. Hilo ndio ombi langu kwako Mwenyezi, kwamba Bwana utatujibu sawa na kusudi lako. Na ni kwa Kristo Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Tunaweza kuketi na tuweze kusikia neno. Amen. Ningependa kushukuru sana hata James kwa kukuja. Karibu tena. Karibu. Amen. Na karibu yeyote ambaye amekuja. Karibu. Tumekuwa tukizungumza kuhusu incorporation into the great charter. Incorporation into the great charter. Nitazungumza kwa muda mfupi. Lakini naamini kwamba Bwana ako na ujumbe pamoja nasi. So ujumbe ambalo ni kubwa, ama kichwa cha ujumbe ni incorporation into the great charter. Lakini ujumbe wa leo ambao ningependa ushike, ubebe, ukaende nayo na ukatekeleze ni desire the intense presence of God. Desire the intense presence of God. Kwamba shauku lako liwe ni uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu. Tumekuwa tukizungumza kuhusu agano ambalo Mungu aliweka pamoja na wana wa Israeli. Kwanza tunaona Mungu aliweka agano pamoja na Ibrahimu, pamoja na Isaka, pamoja na Yakobo. Ikafika wakati Yakobo akazaa na watu wake wakakuwa wengi, wana 12, wakazaa. Ikafika mahali wamekaa, wakafika Misri, na ikafikia wakati wakateswa na wana Misri, na Mungu akawaidia vile aliahidi Abrahamu kwamba ataenda katika nchi ya ahadi. Bwana akaona kilio chao na akataka kuwatoa katika nchi ile, na akawatoa kupitia mkono wa Musa. Akatumia Musa akawatoa. Na wakati huu ambao tumezungumza, chapter 19 ambayo tulianzia hapo, walikuwa 3 months after they have left Egypt. Vile walikuwa wametoka Misri, ilikuwa tayari imechukua miezi 3. Wameendelea kukaa pale karibu na Sinai, ama
mahali pakavu Sinai, that area, the desert of sin, we call it the desert of sin, or that whole area. It's a big desert, and around it tunapata the mountain of Sinai. Na tumeona Mungu akizungumza back and forth with Moses, back and forth. Musa anasonga pale, anakwea mlima, wanazungumza, anarudi kwa watu, anazungumza na watu vile Mungu amesema. Naye Musa anakwea tena mlima, anarudisha sauti ya watu kwa Mungu. Ikafika chapter 33 ambao tumesoma siku ya leo. Mungu anaambia Musa, sasa ningependa mutoke hapa, muende nchi ambayo niliahidi Abrahamu, nikaahidi Isaka, nikakumbuka Yakobo, nikamwahidi hiyo nchi. Niliahidi kwamba nitapatia uzao wake. Ningependa uondoke wewe na hawa watu ambao umetoa Misri na mkafika pale nchi ambayo inafanyika nini? Nchi ambayo imejaa maziwa na asali. Nani amesikia nchi ambayo imejaa maziwa na asali na akatae kwenda? Kila mtu anataka kwenda. Ningeambiwa kwamba mimi nimepewa nchi ama nimepewa mlima moja pale Kongo ambayo iko na gold, nitaondoka Kenya niende nikae pale mlima pa dhahabu, kwa sababu nikiuza dhahabu kama hii inatoshana na hii, basi sihitaji tena kufanya kazi, nahitaji tu kukula na kufurahia na kutembea kila mahali nataka kwenda, kwa sababu gold like this is millions of Kenyan shillings. Millions. I don't know whether we'll get to billion, but that is good money. Sasa Mungu anaambia Musa kwamba ondoa hawa watu hapa, wapeleke kwa nchi ambayo inajaa maziwa na asali, kwamba kutakuwa na nini? Kutakuwa na chakula. Ni nani hapendi kukula? Mtu akikupatia chakula bila kupiga jasho, utataka kukula. Kama kila mtu angekuwa anapata kiwango cha chakula kila siku, government waandike kiwango cha chakula kila siku, nobody will go to work. Hakuna mtu ataenda kazi. Sana tumbo inafanya tuende kazi. Lakini kuna mambo matatu ambayo ni basic needs na mwanadamu. Chakula ya kwanza, alafu avae, alafu apate mahali pa kukaa. So Mungu akamwambia Musa, ile nchi nzuri, imejaa asali, imejaa maziwa. Akasema nenda, na nitatumana malaika ataandamana pamoja nani. So Moses anamsikia Mungu, anaendelea na kumsikia Mungu vile Mungu anasema. Naye Mungu anasema, nyinyi ni watu ambao wa shingo ngumu. Nyinyi watu wa shingo ngumu, sitatembea pamoja na nyinyi. Siendi nanyi, nitatuma malaika. Watu wakasononeka sana. Watu wakasikia vibaya. Watu wakahuzunika. Na wakaondoa mapambo yale walikuwa nayo, wakaondoa. Kwa sababu gani? Mungu aliwaambia kwamba muondoe hizo mapambo. Hata mapambo ile mnaweka haifurahishi. Na wakasononeka sana. And then come verse 7. And that's where I want us to begin. And Moses took the tabernacle and pitched it without the camp. Tuelewe kwanza. Wakati hawa watu wana wa Israeli walikuwa wanatembea, walikuwa ni kabila 12. Kabila 12. Musa pamoja na Walawi ndio walikuwa nabeba ile tent. Hekalu, ile tunaweza kuita hekalu. Lakini tent ni nini kwa hema? Hema la kukutana. Ndio walikuwa wanaibeba. Wakiibeba na wafike mahali Mungu aseme ni hapa hapa ndio mtakaa. Hiyo hema ilikuwa inawekwa katikati ya ile kambi.
katikati kabisa ya ile kambi, kwamba wote wangezunguka, wangekaa mahali wanazunguka ile hema ya kukutana. Lakini wakati huu Mungu akasema siwezi kukaa katikati yenu. Musa akaondoa hema, akafanya nini? Biblia inasema akaiweka mbali. Naye yoyote ambaye angependa kutafuta Mungu alikuwa anaenda kwa hiyo hema na anamtafuta Mungu. Hallelujah. Let's read verse 7. Verse 7 inasema hivi kwa Kiswahili: basi desturi ya Musa ilikuwa kuitwa ile hema na kuikita nje ya marago, mbali na hayo marago, akiita hema ya kukutania. Hata kila mtu aliyekuwa akitaka neno la Bwana akatoka akaenda hata hema ya kukutania iliyokuwa nje ya marago. Hema ilikuwa mbali na marago, ama ilikuwa mbali na ile kambi ya wana wa Israeli. Yule angetaka kukutana na Mungu alikuwa anaondoka kambini na kwenda mpaka pale hema iko, ndio waweze kutafuta Mungu, kwa sababu yoyote angependa kusikia neno kutoka kwa Mungu alikuwa anaenda pale Mungu yuko, ndio Mungu amzungumzie. Haleluya. Verse number 8 inasema hivi: hata Musa alipotoka kuendea ile hema, watu wote waliondoka wakasimama, kila mtu mlangoni pa hema yake. Akamtazama Musa hata alipokwisha kuingia hemani. Ikawa Musa alipoingia humo hemani, ile nguzo ya wingu ikashuka ikasimama mlangoni pa ile hema, naye Bwana akasema na Musa. Every time Moses rose to go to the tent of meeting, people will be outside their tents, kwa sababu walikuwa wanakaa katika hema. Tukumbuka kwamba kuna sherehe ambao wana wa Israeli wanaita the celebration of booths. Walikuwa, hiyo ni celebration ambayo inakumbuka kwamba walikaa katika mahema jangwani, and they do it even today. They are supposed to do it, lakini waliwacha wakati wa Yesu. Itarudi wakati wa ile miaka 1000 ambayo nilikuwa nasema pale awali, the celebration of the booths. So kila mtu anatoka kwa hema yake, katika mlango yake anaangalia Musa vile anatembea. Musa akiingia katika hema, nayo wingu wa Mungu, wingu wa utukufu unafunika ile hema, and God would speak to Moses. Hallelujah. God would speak to Moses. Anybody, kumbuka kwamba hema inastahili kuwa ndani ya kambi, lakini Mungu kwa sababu hakutaka kuharibu watu ama hakutaka kuua, amesema kwamba nikiingia katikati yenu vile nimewaona nitawamaliza. Wakaondoa hema, wakaweka mbali na watu, mbali na marago. Ndio yoyote ambaye anataka kutafuta Mungu asije ndani ya marago, asije ndani ya kambi. Mtu mwenyewe atafute Mungu, afikie Mungu hemani. And anytime Moses goes to go to the tent of meeting, people will stand at the door of their tents and they will look at Moses. And when Moses arrives, the glory will come down and people will bow to worship. People will arise to worship. Hallelujah. There's a glory that brings worship, that calls people, that invites people to worship. There's a presence that invites people to worship. You will not need to be told it is time to worship. You will worship the Lord when you desire. People will stand at the door looking at Moses, and anyone who wanted to go with Moses will go with Moses. Yule ambaye alitamani kuona Mungu, yule ambaye alitamani kusikia kutoka kwa Mungu, angeenda hemani. I do not know. Today we are starting a message under your incorporation to the great chapter that I'm calling Desire the Intense Presence of God. Desire the intense presence of God.
watu hao walisononeka wakati Mungu alisema sitakuja tena katikati yenu. In fact, Mungu anaambia Musa, ondoa hawa watu na uende, nitakupatia malaika akuje na aende na pamoja naye. Mimi sitakuwa katikati yenu kwa sababu nitawaua. And Moses will later, if we continue, the Bible says in verse 9, and it came to pass that Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. And all the people saw the cloudy pillar stand at the tabernacle door. All the people rose and worshipped, every man in his tent. Every man in his tent. Every time these people saw Moses and they saw the cloud, they will arise and worship God in their own tents. Kwa sababu ni kama Mungu alikuwa mbali na wao. Yule angetafuta Mungu lazima angefika kwa ile tent. But anytime they saw the glory come down, they will worship at the door of their tents. What is the message? Arise, enter the sanctuary of worship. Today the sanctuary doesn't have to be a church building like this. The sanctuary of the Lord is your heart. If you sanctify your heart for the Lord and for the Holy Spirit, we are the temple of the Holy Spirit. If you sanctify your heart for the Lord will come and pitch tent on you. Utakuwa na utukufu juu yako kwa sababu wewe umejitakasa ukakuwa hema ya Bwana. Hallelujah. Anytime they saw the glory on the tent, they worship. Anytime the glory will come upon you today, because of opening your heart to the Lord, you are supposed to worship. They guessed with expectation to hear from God. Hawa watu waliangalia Musa akienda, wakijua kwamba Musa akifika, kwa sababu ilikuwa desturi ya Musa kwenda. Na Musa angefika, Mungu alikuwa anakuja. Hallelujah. There are hearts that attract God. Hallelujah. Kuna mioyo ambayo Mungu inavutia Mungu. Mungu anaweza kukuja pale mioyo hizo zipo. Na kuna mioyo ambayo inafukuza Mungu. Hallelujah. There are places that God will not come because of the heart condition, because of the attitude, because of who we are. God will not come. When Moses went into the temple, God will come. The glory will come. I do not know whether the Holy Spirit will fill you because you have the right heart. I do not know whether you will attract the presence of God wherever you go, like Joseph. That popote Joseph alikuwa naenda alitembea na Mungu. Farao akauliza, ni nani mwingine tunaweza kupata ambayo Roho wa Bwana yuko ndani yake? Of course walisema kwamba hakuna tutapata, because his heart was open for the Lord. His heart was ready for God. He desired the presence of God. In fact, wakati mke wa Potifa alimwambia lala na mimi, hata akamshika, aliacha nguo yake, akaacha nguo yake kama huyo ameshika. Akasema siwezi kufanya kitu kiovu kama hicho dhidi ya Mungu wangu na dhidi ya bwana wangu mume wako. Say, I may not sin against my master, and I may not sin against God. His heart was prepared for the glory. Hallelujah. His heart was prepared for the glory. Are you prepared for the glory? Are you prepared? Can you carry the glory? Can you carry the presence of God? Can you carry the anointing of God in you? Can the Holy Spirit have a room in you? Can the Holy Spirit be comfortable walking with you? Can God walk with you? Can wherever you go be the presence of God, because God travels with you? Your presence invokes the demonstration of the goodness of God. That is what was happening with Joseph. And that is what we are seeing with Moses. That whenever Moses went into the temple, the glory will come down. I do not know whether the glory will come down on you when you enter the temple. And the Lord spoke to Moses, verse 11. The Lord spoke to Moses
face to face, as a man speaks unto his friend. And he turned again into the camp. But his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle. I must read that in Swahili. Bible says in verse 11, naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka akarejea hata Maragoni. Bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hemani. God used to speak to Moses face to face, like a man speaks to his friend. Mtu ambaye anazungumza na rafiki yake, anazungumza kwa karibu. Kuna example imekuja kwa akili yangu, lakini nimeacha kupeana hiyo. Lakini rafiki ambayo unapenda, unaweza kuzungumza kwa, you are free to talk. God talked with Moses like a friend. Vile unaweza kuzungumza na rafiki, hivyo Musa alikuwa anazungumza na Mungu. Wanaweza kuketi na Mungu, rafiki haijalishi mko wapi. Mnaweza kuzungumza chochote na mtazungumza. Musa alikuwa anazungumza na Mungu kama rafiki yake, uso kwa uso kama rafiki yake. Hakuna jambo Mungu angeficha Musa. Hata Mungu akikasirika anamwambia Musa, nimekasirika na hawa watu wako, hawa watu ni washimo ngumu, nyinyi ni watu wabaya. Mungu angezungumza na Musa, angeambia Musa vile anafikiria ama vile anasikia. Na Musa angezungumza, tunaweza kuona Musa anazungumza na Mungu vile anasikia. Akisikia kwamba Mungu hapo nimekasirika hata na mimi, anasema Mungu hatutafanya hivyo, hawa watu ni wako. Moses at times argue with God. Anasema hawa watu ni wako, wewe ndio uliniambia ni watoe huko Misri. Hawa watu ni wako. Mimi kama uende na sisi, mimi pia siendi. And Moses will talk to God. But look at Joshua. Biblia inasema mtumishi Yoshua kijana hakutoka mle hemani. He loved the presence. Hallelujah. He loved the presence of God. He loved being in the tent. He loved being in the temple. He loved being in the presence of the Almighty. That is the desire that we need to have. Desiring the presence of God. Staying close to God. Staying in the presence. Waiting on God. Desiring God. So much that we wait on Him when He comes. Hallelujah. Amen. Wait on God when He comes. Ungoje pale Mungu atakuja. Kwa sababu atakuja. Musa angefika, Mungu alikuwa anakuja. Yoshua akaona kwamba mimi sitoki hapa. Hapa Mungu hukuja, sitoki. Na Yoshua alikuwa anangoja hapo. Akitafuta nini? Alikuwa anangoja tu, alikuwa anangoja akitafuta uwepo wa Mungu. Do you desire the presence of God? Do you desire the glory of God? Do you desire God to walk with you? Do you desire to be a temple that carries the presence of God? Do you desire to be the place where God dwells? Hiyo ndio swali tunahitaji kujiuliza. Hiyo ndio swali tunahitaji kujiuliza. Mimi naweza kubeba utukufu wa Mungu? You see, in chapter 34, we are going to get there in time. Moses akakaa na Mungu siku 40. Musa akashuka kutoka mlimani, akashuka chini. Watu wakaanza kumtoroka. Kwa sababu gani? Utukufu ilikuwa imemjaa. Angezungumza, uso wake ulikuwa inang'aa utukufu wa Mungu. Because he stayed in the presence of God. Those who stay in the presence of God will have the presence. They will carry the glory. There is no way you can stay in the presence and not carry the glory. There's a way that when you brush with the presence of God, you carry the same presence. Vile mwana wa fundi anakuwa fundi kwa kuona tu, anakuwa fundi. Mwana wa mvuvi anakuwa mvuvi kwa sababu ya mwana wa mwalimu hivyo kwa sababu ya kusikia vile baba anasema ama vile mama anasema, anakuwa mwalimu.
there is no way you can be with God and don't carry His glory. There is going to be a sharing, an extension of God that you carry when you dwell in His presence. Hallelujah. You are going to be an extension. Kumbuka kwamba Musa, turudi pale Misri. Musa, Mungu akamuita, ako pale malishoni, analisha kondoo. Mungu akamuita, akamwambia kwamba ningependa kukutuma. Musa anaanza kukataa. Lakini kuna jambo moja Mungu alimkumbusha Musa. Akasema, hiyo umebeba nini? Ama uko na nini? Akasema, ako na nini? Ako na nini? Fimbo. Mungu akasema, hiyo fimbo sasa ni yangu na wewe. Yangu na wewe. I'm going to use it. And from there, God used Moses. Aaron was the mouthpiece. Moses was the speaker. And things happen. Do you desire the presence of God? Do you desire the glory? Tutafika pale Mungu, Musa anaambia Mungu kwamba kama hauendi na sisi hatuendi. Alafu baadaye Mungu anakubali kwamba nitaenda na nyinyi. Alafu Musa anasema sasa, kwa sababu umekubali kwenda, sasa nionyeshe utukufu wako. Sasa nashangaa, Musa, wewe umekuwa ukiona utukufu wa Mungu. Mungu anashuka kila wakati umeingia kwa hemani. Utukufu gani tena unataka? It is the desire of God's glory. Because there's a glory that surpasses the glory of man. There's a glory that surpasses what we are able to see by our own eyes, these eyes. That is what Moses was looking for. Desire the intense presence of God. Tutamani uwepo wa Mungu. Tutamani kukaa hemani. Tutamani kukaa pale Mungu yuko. Tutamani pale pa utukufu. Tutamani pale pa nguvu. Tutamani pale pa neema. Mahali Mungu ukaa. Kwa sababu where God is, there is glory. And where the glory is, there is power. And where power is, we have the ability to do whatever that God wants us to do. Hallelujah. It will be possible with God. Time fails us. I promised you that I end at this point to smile. We will continue next time.